Jeshi la Israel limewaua watu wasiopungua 100 katika kipindi cha saa 24 pekee katika msururu wa mashambulizi yanayolenga kaskazini mwa Gaza. Mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Urusi na Ukraine tangu kuzuka kwa vita vya Ukraine yanafanyika huko Istanbul, Uturuki. Upatikanaji wa fedha taslimu umeendelea kuwa tatizo mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu waasi wa M23 kuudhibiti mji huo. Sasa tumeishi maisha ambayo kiukweli unakosa ufanye nini. Benki zimefunga, pesa ndogo zilizokuwa zikitumiwa zinaanza kuchakaa, na hata hivyo zinakosa. Ni kama mji wa Goma umetengwa, si kama miji ambayo inapatikana Kongo. Maisha yanaendelea kudidimia. Na katika mjadala wetu hii leo tunaangazia sheria na haki za walemavu katika kanda ya Afrika Mashariki. Sheria ya watu wenye ulemavu nimefurahia sana, kwa maana ni jambo ambalo tumekuwa tukitaka kwa muda, lakini haijakuwa ikitimizwa. Na katika michezo, klabu ya Simba kuvaana na RSB Berkane kwenye fainali ya kombe la shirikisho la CAF. Kipindi ni cha ubaya ubwela, na tunaamini kwamba kombe hili tunalichukua. Matarajio yetu ni ushindi. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Msikilizaji, kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwote. Mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya wajumbe wa Ukraine na Urusi mjini Istanbul yamemalizika. Ujumbe wa Ukraine na Urusi ambao haukujumuisha viongozi wa nchi hizo wamekuwa wakikutana nchini Uturuki. Hakuja kuwa na makubaliano juu ya kusitisha mapigano, lakini pande hizo mbili zinasema kwamba zitabadilishana wafungwa 1000 wa vita kila mmoja. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba, ambaye anahusika na mazungumzo hayo, amezungumza na BBC na kusema kwamba ni wazi hakuna kilichobadilika, hasa kwenye mikakati ya kujaribu kumaliza mzozo huu. Tatizo tunalokabiliana nalo leo ni kwamba hakuna motisha kutoka kwa Urusi kutaka kusimamisha vita. Mwaka 2022 kulikuwa na mazungumzo na makundi ya kufanya kazi. Miezi ya mazungumzo ilidumu kwa angalau miezi 3, na wakati huu wote Urusi ilikuwa ikiendelea na mashambulizi ardhini. Makombora ya Urusi yalikuwa yakilenga miji ya Ukraine, lakini kulikuwa na aina fulani ya kuhadaiwa na kuambiwa, mnaona mazungumzo yanafanyika, bado tunajaribu kudhibiti Ukraine, lakini tunazungumza. Kwa hivyo ilikuwa kama kuweka mavazi ya dirishani, na ninaogopa ndilo jambo linalotokea hata sasa. And I'm afraid we're still there. Shirika la ulinzi wa raia huko Gaza linasema kuwa jeshi la Israel limewaua takriban watu 100 katika muda wa saa 12 zilizopita katika mashambulio mengine makali kaskazini mwa nchi hiyo. Picha na video kutoka hospitali huko Beit Lahia zilionyesha miili ya watu na watu waliojeruhiwa wakiwa wamelala kwenye sakafu iliyotapakaa damu, huku madaktari wakiwatibu manusura. Mwandishi wa BBC kitengo cha BBC Verify anaelezea video hiyo kama ya kuhuzunisha. Jeshi la Israel limesema lilikuwa limelenga lengo la ugaidi na kwamba lilikuwa linajaribu kubomoa miundombinu yao. Israel ilisema kwamba itafanya mashambulizi makubwa na kuidhibiti Gaza ikiwa hakuna makubaliano ya amani yatakayoafikiwa na Hamas. Familia za mateka nchini Israel nazo zimeshtumu serikali ya nchi hiyo kwa kukosa kile walichokitaja ni fursa ya kihistoria ya kufikia mafanikio ya mazungumzo ya kidiplomasia. Rais wa zamani wa Gabon Ali Bongo, ambaye aliondolewa madarakani wakati wa mapinduzi ya mwaka 2023, ameondoka nchini humo na sasa yuko Angola. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, mamlaka nchini Angola imesema kuwa familia ya Bongo vilevile imeachiliwa kutoka kizuizini na imeungana naye mjini Luanda. Zaidi na Peter Mwangangi. Kuachiliwa kwa familia hiyo kumekuja baada ya rais wa Angola Joao Lourenço, ambaye kwa sasa anaongoza Umoja wa Afrika, kuzuru Libreville na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Gabon Brice Oligui Nguema, jenerali wa zamani aliyeongoza mapinduzi dhidi ya Bongo kabla ya kushinda kwa kishindo katika uchaguzi wa urais mwezi uliopita. Mwendesha mashtaka wa Gabon Eddie Minang amesema kuachiliwa kwa Bibongo na mwanawe ni kwa muda tu na kwamba kesi za kisheria dhidi ya wawili hao zitaendelea. Ali Bongo, ambaye baba yake Omar Bongo alitawala Gabon kwa zaidi ya miongo 4, aliongoza nchi hiyo kwa miaka 14 alipoondolewa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2023.
Waziri wa fedha wa Ghana ametangaza mipango ya kununua hekta 200,000 za ardhi ili kujaribu kujenga upya sekta ya kakao nchini humo. Ingawa Ghana inasalia kuwa mzalishaji mkuu wa pili duniani wa kile ambacho sekta hiyo ukitaja kama dhahabu ya kahawia, Ghana inauza kwa soko ya nje nusu tu ya kiasi iliyokuwa ikiuza. Kasie Ato Forson amesema hilo linatokana na usimamizi mbaya wa mashamba. Magonjwa na hali mbaya ya hewa vilevile yameathiri mavuno ya hivi karibuni ya mazao hayo kutoka Afrika Magharibi. Hilo limesababisha kupanda kwa kasi kwa bei ya chokoleti. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema kwamba imewahamisha zaidi ya wanajeshi na polisi 1,300 wa serikali ya Kongo kutoka mji wa mashariki wa Goma. Operesheni hiyo ilidumu kwa wiki 2. Goma inadhibitiwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda tangu mwezi wa Januari baada ya mapigano makali. Duru zinasema kwamba takriban wanajeshi 2,000 na polisi walitafuta hifadhi katika kambi za kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Na wateja nchini Sri Lanka wanasema kwamba bei ya chumvi ya kupikia imeongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kutokana na uhaba mkubwa wa bidhaa hiyo. Ni kiungo muhimu katika vyakula vya Sri Lanka, na wafanyabiashara katika taifa hilo wanasema kwamba moja ya sababu kuu za uhaba huo ni kuchelewa kwa kuagizwa kwa shehena ya tani 30 za chumvi kutoka nje ya nchi. Kupanda kwa bei hiyo kwa kasi kumezua mfadhaiko miongoni mwa watumiaji ambao wengi wao wameelekeza manunguniko yao kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni BBC. Shukran Phyllis Mwate kwa taarifa hizo za habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia msikilizaji nchini Uganda yanapatikana kupitia Voice of Karamoja, Radio Kitara na Radio Lira. Nchini Tanzania tegesikio kupitia Radio Free Africa, Loliondo FM pamoja na CGFM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Gulf Radio na Pamoja FM. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Unaweza pia kuyafuatilia kupitia FM kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Regina Mziwanda akiwa kule Dar es Salaam. Kwema huko Dar es Salaam? Huku ya tona lakini ya hueni tunaendelea vizuri. Shukrani. Sasa dakta kabisa. Naam, karibu msikilizaji, na tukianza matangazo haya ni kwamba shirika la ulinzi wa raia huko Gaza linasema kwamba jeshi la Israel limewaua watu wasiopungua 100 katika kipindi cha saa 24 pekee katika msururu wa mashambulizi yanayolenga upande wa kaskazini mwa Gaza. Na Steha Mohamed anaarifu zaidi. Picha na video kutoka hospitali ya Bethlehem zinaonesha waliouawa na majeruhi wakiwa wamelala chini kwenye sakafu zilizojaa damu, huku wauguzi wakiwatibu manusura na miili ya waliouawa ikiwa imefunikwa blanketi. Mwandishi wa BBC anayefanya katika kitengo cha kuhakiki taarifa amezitaja video hizo kuwa za kuogofya na kuhuzunisha mno. Wapalestina wa kaskazini mwa Gaza wanasema jeshi la Israel lilianzisha mashambulizi makali kuanzia mapema leo ya angani, majini na ardhini. Mashambulizi haya yakitajwa kuwa makali zaidi tangu Israel iliporejea kuishambulia Gaza baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati yake na Hamas kuvunjika mapema mwezi Machi. Jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo kadhaa inayoyataja ngome za magaidi na kuongeza kuwa inajaribu kuharibu miundombinu ya magaidi. Israel iliahidi kuanzisha mashambulizi makubwa na kuchukua tena udhibiti wa Gaza, yote ikiwa hakutakuwa na makubaliano ya amani na wanamgambo wa Hamas kufikia mwisho wa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump katika nchi za Guba. Vance Luez, mratibu wa operesheni za shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, yuko katika eneo la Almawasi katika ukanda wa Gaza. Ameambia BBC kuwa hali kwa Wapalestina na wanaowasaidia imekuwa kama jehanamu na kuongeza kuwa shughuli katika vituo vya afya zinaelekea kufika kikomo. Tunakimbia kwa kasi ya ajabu kuelekea kusikojulikana, kuelekea janga la kibinadamu lisilo na mpaka. Na wakati unakuja ambapo kusipokuwa na mabadiliko hivi karibuni, tutalazimika kuzima majenereta na vyumba vya kuhifadhia watoto njiti na vyumba vya kuwahudumia wagonjwa mahututi hapa Gaza. Akiwa katika uwanja wa Falme za Kiarabu, kituo cha mwisho cha ziara yake ya mataifa ya Guba, rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari kuwa watashughulikia mzozo wa Gaza. Tunaiangazia Gaza na tutahakikisha hilo linashughulikiwa. Watu wengi wanakufa njaa. Kuna mengi mabaya yanayojiri huko.
Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema utawala wa Trump unatiwa wasiwasi na hali ya kibinadamu Gaza ambayo imezingirwa kabisa na jeshi la Israel. Rubio amesema Marekani inatambua kuhusu masaibu ya Gaza na kusisitiza kuwa msimamo wa nchi yake ni kwa Hamas ndio ya kulaumiwa kwa hali ilivyo Gaza. Wakizungumza na kipindi cha BBC Arabic, wa Palestina hao wakazi wa Khan Yunis wote wamepoteza familia zao kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni na kuongeza kwamba wanahisi dunia imewatelekeza. Walishambulia nyumba wakati dadangu na mume wake walikuwa ndani. Mohamed Awad alikuwa na mimba ya miezi 5. Inaonekana kama hakuna suluhu kwa mzozo huu. Sisi ni idadi tu kwa Waisraeli. Hakuna ambaye anajaribu kutusaidia au kutafuta njia ya kutuondoa katika janga hili. Sote tunasubiri wakati wetu wa kufa. Kila siku tunawaaga waliofariki. Hakuna eneo salama katika ukanda wa Gaza. Hii ndio hali halisi kwetu. Ndio maisha yetu. Tumetelekezwa na kila mtu na tumesalia kuwa takwimu.